Yeah, mpaka nimelia, mimi niko so emotional. Unajua watu wengi wanapitia mambo mengi, wanapitia vitu vingi, lakini wanakosa msaada. Kwa hiyo Diamond anaweza kaona amefanya jambo dogo, lakini trust me ni jambo kubwa sana. Na kama walivyosema, kupitia platform zetu sisi kama wasanii inatupaswa wote tujumuike kwa pamoja kumsapoti na kusapoti ile hospitali ambayo inaleta tiba kwa watu wanaohitaji tiba. Kwa mfano watoto, muona kama hivyo sickle cell na mambo ya moyo, si figo nini, kiukweli kabisa amefanya kitu kikubwa sana. Na mimi nitawasihi hata wasanii ambao wamesaulika kualikwa leo, hata kama wengine walialikwa na hawajafika, basi wakisikia hii taarifa, wote kwa pamoja tuonyeshe nguvu na ushikamano kwa ajili ya kusapoti hili jambo ili liweze kufanyika na tuonekane kabisa kwamba tumefanya jambo fulani. Yes, kama tasnia. Yeah. Wakati tunakuja hapo ulikuwa unajua labda hili jambo ni la husiana na masuala haya labda? Kiukweli hapana, kwa sababu sikujua kiundani kama nilivyojua nilivyofika. Kwa hiyo nilivyofika ndo nimejua, na mimi waga vitu vyote vya supporti napendaga kuhusika, kwa sababu bwana binadamu tuna mzunguko. Leo kwangu, kesho, yani leo kwa mwingine, kesho kwangu, Kwa hiyo ukiwa unahisi wewe hauhitaji kusapoti, basi iko siku na wewe watu hawatakusapoti. Kwa hiyo mimi kwa kuwa nilijua ni jambo la kusapoti, lakini sikujua yani ile undani zaidi ni nini. Hivi nimejua, kwa hiyo naamini kwamba nitatia nguvu zaidi hata kwenye kushirikisha mashabiki zangu. Yeah, hata kama watatoa hizo bukubuku, lakini 10 followers yani wanaweza wakasupport pakubwa, kwa sababu wengi wanahitajika kuguswa kutokana na hizo taarifa za watoto wanaoumwa. Mungu atie heri zake. Unachozungumza basi watu wa support kama wewe mkunjufu kabisa. Tukiachana hiyo story, ni wapongeze pia Jackie Nolpa, mwezi Juni pia umekuwa heri kwa shoga yenu Masepetu, umepata mtoto na wewe ni miongoni mwa watu wa mstari wa mbele. Nafikiri kabla ya mtoto kuzaliwa, nikurudishe nyuma kwenye ile baby shower surprise ambayo mlimfanyia wewe Masepetu. Ilikuwa ni plan ya nani? Ni plan ya sisi marafiki zake, tuliunda group na tukafanya hicho kitu. Alikuwa atambui chochote, tukiongozwa na Auntie Bonita na watu wengine tulifanya hicho kitu. Na yeye alikuwa hajui chochote yani. Sana tu. Tena kama jana yake tulikuwa tumeshinda pamoja, tumeachana saa 10 ilikuwa usiku. Lakini hamna mtu aliyemwambia. Yeah. Watu wamewapongeza sana kwenye ile tukio A-list. Wanasema kwanza mmewa surprise kwa sababu before nyuma hapo watu walikuwa wanajua pengine kwenye A-list na Masepetu kama hamko sawa, lakini hafla walivyoona kwenye lile swala la baby shower mko pamoja, mliwa surprise wa Tanzania wengi na mashabiki zenu wengi sana ambao mliwa surprise. Na hivyo kuna namna ukuaji wenu, mnaona kuna lifestyle yenu binafsi sometimes hamwezi kuiportray labda kwa mashabiki, lakini isipokuwa kwenye vitu vya msingi mtuone bwana. Kiukweli yani sio kwamba tunaweza kuwa na beef hivyo wanavyofikiria wao. Hapana, sio kweli, kwa sababu sisi ni watu wazima tayari. Tutakuwa tuna hivyo sununu vya kike. Sisi ni watu wa kike, hata kama ni wakubwa, lakini tayari ni wa kike, na ukizingatia Wema ni mtu wa kudekadeka. Kwa hivyo vitakuwepo, lakini hatuwezi kwamba ili kufungiana vioo big time. No. Hicho kitu hakiwezekani kabisa. Yeah. Na baada amejifungua shoga yenu, mlikuwa mna furaha namna gani? Nimeona hospitali pambe. Tumefurahi. Yani sometimes unaenda unamuona kila siku, hata unasahau kupiga picha, kwa sababu yani unasahau kupiga picha, unasahau kuchukua video. Yani kwa furahi is too much. Yani tunafurahi kiukweli. Yani na yeye anafurahia sana kuwa mama, na naamini atakuwa mama bora sana, kwa sababu ile kiu na upendo alionayo kwa mtoto wake. So tunamwombea na tunamkaribisha. Motherhood bwana is yani hata mtu akuzingue vipi umuoni yani. Unamuona mtoto wako. Kwa hiyo tunamkaribisha na nampa pongezi pia. Ndio, unamshauri nini? Umemshauri nini mara baada alivyojifungua ukiwa kama mama sasa? Vitu gani vya kusisitiza kwa kipindi hichi? Kwa sasa sina ushauri zaidi ya kumwombea, na ninamwambia pia amshirikishe sana Mungu ili aweze kumlinda mtoto na akue
tutaongea baadaye, ila sasa hivi maombi mbele kwanza. Dada Jackie, ilikuwa ngumu kiasi gani kuitunza siri? Tunajua kama Mungu amefanya jambo ambalo pengine hatukulitegemea. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuitunza ile siri mpaka siku tumekuwa surprised tunaona? Ilikuwa vipi kumanage kwamba usiposti? Sawa umerekodi lakini usiposti. Ni ngumu kwa kweli. Ilikuwa ni ngumu sana. Sometimes ulikuwa hata unazima data ili video kisijiposti. Ukiwa una zoom, yani unajua sometimes unakuwa una ile moment una zoom zile video zake wewe na yeye, una zoom tumbo na nini. Kwa hiyo kuna muda unazima data, kikijiposti hapa nimeharibu mpango mzima. Tuko tuna protect kwa tamaduni zetu, wanasema kwamba sio vizuri kuonyesha ujauzito before kwa tuko tuna protect kulingana pia na wazazi wetu na watu ambao wametuzidi. Huwa ndo kitu wanachokisema, sijui kuna nini nyuma yake, lakini hata ukiangalia history yangu mimi naonyesha mtoto siku nimetoka kabisa 40. Tena mimi yani ndo wanisubirigi kabisa mimba natoa siku ya 40, mtoto natoa siku ya 40. Kwa hiyo nafikiri ni tamaduni zetu na nimpongeze kwa hilo, maana pia kwake naamini haikuwa rahisi. Ni mtu ambaye alikuwa anatamani muda wote, kwa sababu naamini kuna baadhi ya video nyingi sana ambazo hazijaposti za furaha ya tumbo lake. Nimeona walimwengu wametamani ushahidi mzito, wengine mara sijui tuoneshe video za zamani, mimba gani ya muda mfupi, na watu wamerudi nyuma hadi katika video za Oktoba wanafanya mambo ya makampeni na nini. Actually Wema ana umbo la kusema tumbo lake litaonekana sana, lakini pia mbali na hivyo waache husda. Yani sisi wenyewe wa Tanzania, sisi wenyewe kwa wenyewe tunatakiwa tuangalie hivi vitu vya bullying sio vizuri. Kuna msanii mmoja Nigeria alikufa kisa bullying. Yani kuna vitu wanaficha kwa sababu wanaogopa kusema kwenye mitandao. Kwa hiyo ni wasi tu wa Tanzania na watu ambao wako kwenye mitandao sana wasifanye hivyo vitu. Yani usimwambie mwenzio, yani usimshahadie mwenzio kwamba hawezi kuwa na mimba. Yani wewe ni nani? Kwa hiyo umeweka mipaka ya mtu kutokuwa na mimba. Kwa hiyo mtu mwingine anakuwa aamini kabisa kwamba eti mtu anaweza akabeba. Yani kwa the way walivyokuwa wameshadadia. Mimi ningekuwa sijakaa miezi miwili na lile tumbo. Na mimi ningesema kweli au kweli, unajua kwa sababu mtu unashadadia too much, lakini sisi tumeshinda, tunamkanda, tunamfanyia massage, tunafanya nini. Kwa leo hii unaweza kuja kusema vitu kama hivyo, kiukweli sio tabia nzuri. Sometimes unamwangalia yule Wema kama dada yako, kama ndugu yako, ukivaa viatu kwamba this is my sister, au huyu ni cousin wangu, au ni ndugu yangu, au ni mtoto wangu, sikufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo wapunguze bullying kwa vitu ambavyo viko serious. Ni wakati wake wa kufurahia yeye na mume wake, mami ni mpenzi wake na mama yake na mashabiki pia kwa ujumla. Kwa hiyo wasitoe nafasi ya kumuumiza mtu na kuwaza kwa nini watu wanahisi kwamba mimi siwezi kubeba mimba. Mlihisi hivyo lakini Mungu ametenda. So ni miujiza na kusema utukufu kwa Mungu. Ile ni utukufu kwa Mungu. Yani Mungu tayari amejiinua na kujitangaza na tumemjua kupitia Wema, Yeah. Tukitoka huko leo tumeamkia siku ya baba duniani na asilimia kubwa yanakuzunguka wameposti wenza wao. Auntie ameposti kosa kwa maneno yake, japokuwa posti yake ilikuwa imetupa dongo kwa aliyekuwa baba mzazi wake. Nafikiri umeiona. Wema Sepetu amefanya hivyo. Sijaona kwako na nimejaribu kurefresh sana kuliona. Unajua sauti yangu ni nyororo sana ila leo si unaisikia inavyo naumia, yani naumwa. Mimi naumwa mwenzenu. Hata hivi nimekuja tu kwa ajili ya upendo, lakini mimi naumwa. Ukashindwa kumposti baba mtoto wako? Hivi sijamposti. Nadhani kwa situation ya mimi na yeye sio ya kupostiana. Kwa hiyo mimi nimeamua tu kuacha kutokumposti kivyovyote vile. Una furaha naye? No, siwezi kuongelea, lakini mimi situation yangu mimi na yeye tunajua kwa nini siwezi kumpost. Changamoto hizi Dada Jackie ziko wapi kwenye haya mahusiano, kwenye watu ambao watu wanakuwa wameza nao? Tuliona pia juzi dada Shamsa pia amelia kwenye video anaomba talaka zote 3. Umeona? Yani changamoto inakuwa wapi? Kwenye situation ya mahusiano huwezi kulia au huwezi kuumia kama wewe unafanya ujinga.
kama ufanye na mwenzio anafanya, inauma sana. You understand? Kwa mimi namuelewa. Lakini pia kwa sisi ambao kidogo tumeshakuwa wakubwa, tushakuwa mama, kuna situation ikifikia kwamba mwenzio unaona kabisa anafanya vitu vyote lakini kaheshima na kaupendo kapo, you stay. Lakini ukilikosa hilo inabidi mtu ukae pembeni. Kwa hiyo kama yeye amemsamehe bebi wake au amefuta, kuna nafikiri ana mizani. Unajua unapoweka mizani yako unaona kwamba ana mazuri mengi kuliko mabaya, unabidi umsamehe mwenzio, kwa sababu pia kuanza mambo mapya ni ngumu. Umjue mtu wengine tuna kiu tena ya kuzaa watoto wengine wawili, uanze kufikiria kupata baba mpya, kutengeneza baba aje wapende kinapi, you understand? Kwa hiyo ukipima mizani kwamba huyu anasameka, unamsamehe, maisha yanaendelea. Comment yako ndo kwa Shamsa ndo ilitushangaza zaidi kwamba jamani, wewe umempata huyu afadhali, sisi tuna makubwa huku. Yes, of course. Mimi bwana, shida yangu ni moja. Sijiwezagi kujishikilia. Sasa sijui kwa nini niliandika vile. Nilijikuta tu, lakini ni katika pia kumadvice asamee, kwa sababu kuna mengi mazuri. Naomba ile la mwisho kwangu, unaamini nini kwenye malezi ya watoto? Mimi ni mtu ambaye napita sana kwenye peji yako, naona vile ambavyo unawatrain watoto, si mvulana si msichana, wataosha vyombo, watafua nguo, kitu ambacho mashabiki zako wamekuwa wakivutiwa nacho sana, tena kwa kiasi kikubwa. Yes. Ni kitu gani ambacho unaamini sana kwenye kumjenga mtoto na kumfanya awe mtu mzima, akasimama kama mtu mzuri? Mimi naamini katika muda, pata time na watoto wako. Naamini katika kumwombea, kwa sababu sisi peke yetu pia hatuwezi, kiukweli kabisa. Huwezi kulea peke yako bila kumshirikisha Mungu, lakini pia kumuomba Mungu upate pia mlezi mzuri kama dada msaidizi, kwa sababu sisi wamama sio kila muda tunapatikana, tunakuwa available kulinda watoto wetu. Kwa hiyo mimi binafsi yangu nimepata dada mzuri sana, mwema sana, mcha Mungu, lakini ana upendo. Hilo ni kubwa. So kikubwa mimi ninachoangalia katika watoto kulea, mimi naangalia sana the way nilivyolelewa mimi. Katika history ya watoto tuliozaliwa kijijini na tuliolelewa na wazazi wa Kichaga na Kimasai, tuna story ya kuwa na history nzuri na tabia nzuri ya kuwa na hofu ya Mungu, kuheshimu wakubwa, la kufanya kazi. Sisi tulikuwa uwezi kuamka asubuhi kaenda shule bila kufagia uwanja. Yaani kila mtu ana kazi yake. Nakumbuka kama kwa mfano Arusha, mimi nilikuwa nakaa kwa mamangu mdogo. Na kwa Moshi nilikuwa nakaa Msaranga kwetu. Ni lazima uamke, kama kuna kufagia, kama kuna kulisha ng'ombe, kama kuna kupika chai, kama kuna kuandaa wadogo zako ili uweze kwenda shule. Kwa hiyo na mimi ni kitu ambacho ninajitahidi sana watoto wangu wajue. Ninachokifanya si watesi kwamba wakiamka wafanye. Ila weekend. Yaani mimi Jumamosi na Jumapili lazima utafanya usafi. Okay. Ni mtajifunza kufua, mtaosha vyombo, mtafanya nini? Na nimewaandalia shamba lao, Mungu akinibariki vizuri. Watakuwa wanaenda shambani. Likizo hii ya mwezi wa 6 ni shambani. Waone kuku kule, sio wakikutana na kuku mimi sitaki watoto wa hivyo. Sijui wakutane na mbuzi wanakimbia. Ashike mbuzi, ajue kuchunga mbuzi, ajue kukata majani. Mimi ni hodari sana kukata majani na shame. Nakata sana majani, yani ndo nimelelewa hivyo na bibi yangu mzaa baba. Nimekata sana majani. Kwa hiyo hivyo vitu lazima wajifunze. Usipokuwa makini kwa karne ya sasa hivi kidigitali ya simu mkononi, maidia utajikuta unatengeneza kizazi ambacho sicho na utajilaumu. Basi hawasikii, ni Gen Z, wana masimu, wana ma TV. Lakini tujitahidi sisi kama Jumatano na Ijumaa wanafanyaga michezo. Kwa siku moja bonus nimejisikia ndo wataenda kwenye michezo. Mimi ulipo kwa kumalizia. Siku 4 umepost pia kwenye Instagram yako kwamba huyu sasa hivi huyu bwana in case akitaka kuchoropoka huyu itabidi tupambane, yani tutafute namna vyovyote hivi inabidi yabaki. Wakati huo umetoka kupost na Lila Shamsa, kama umetuchanganya, tunajua labda pengine una penzi jipya.
Labda ule kijana ndo amejitokeza. Mimi kwangu mwenzenu ni mbali. Lisaa lizima nafika. Mimi bwana, kitu kimoja huwa sifichi. Nikiwa penzini nitawaambia na nitampost. Kwa hiyo hamna shida. Kwa upo? Yaani nikiwa nikipendana. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.